Karibu tutafakari pamoja, na kwa sababu ni shule ya Jumapili, pale ambapo utaona haujaelewa utauliza, lakini tutakuwa tuko na watumishi hapa wote tuko tayari kushirikishana yale ambayo Mungu ametupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kabla sijaendelea, na tumshukuru Mungu. Bwana Yesu Mungu mwaminifu, ninakushukuru. Asante kwa sababu umenena nasi katika kipindi cha maombi. Asante kwa sababu Bwana unanena nasi tena kwa namna ya kulitafakari neno lako. Utufundishe mwalimu mwema. Ninaomba neema yako ikapate kunifunika. Tumia fahamu zangu Bwana, tumia akili zangu. Ninaomba neema ya kuzungumza na mioyo ya watoto wako Bwana, kwa sababu neno lenye roho wako linahuisha. Bwana, acha neno hili likawahuishe watu wako. Wamesikia maandiko mara nyingi, lakini watakapolisikia neno lako hili likabebe nguvu ya mgeuko kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Wewe ndiye mwalimu mwema, utatufundisha. Ninakushukuru kwa sababu uko katikati yetu. Amen. Amen. Na tafakari yetu leo tutaanzia kitabu cha Mwanzo 32, tutaenda mpaka 34 pale. Mwanzo 32 mpaka 34. Tutafakari hapo, lakini kwa yale tutakayojifunza, kichwa cha somo au cha shule ya Jumapili au mada ambayo tutakuwa nayo ni kuvunja nira ya utumwa. Kuvunja nira ya utumwa. Tutakapotafakari huko ndani tutaona kwa nini ni kuvunja nira ya utumwa. Basi kabla sijaenda mbali sana, ninaomba nisome kidogo maandiko kwa urefu, alafu nitakurudisha nyuma, tutasoma tena kidogo, alafu sasa ndipo tutaanza kujenga msingi mzuri wa somo letu. Tuanze kitabu cha Mwanzo 32, na neno la Mungu linasema hivi: Yakobo akashika njia yake, na malaika wa Mungu wakakutana naye. Naye Yakobo alipowaona alisema, hili ni jeshi la Mungu. Akapaita mahali pale Mahanaimu. Basi Yakobo akapeleka wajumbe mbele yake kwenda kwa Esau nduguye mpaka nchi ya Seiri katika nyika ya Edomu. Akawaagiza akisema, mwambieni hivi bwana wangu Esau, hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo, nimekaa ugenini kwa Labani na kukawia huko hata sasa. Nami nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa na vijakazi, nami nimepeleka watu nimpashe bwana wangu habari, nipate neema machoni pako. Wale wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, tulifika kwa ndugu yako Esau, naye anakuja kukulaki na watu 400 pamoja naye. Ndipo Yakobo akaogopa sana na kufadhaika sana. Akawagawanya watu waliokuwa pamoja naye, kondoo na ng'ombe na ngamia, wawe makundi mawili. Akasema, akija Esau kwa kundi la kwanza, akalipiga, kundi litakalosalia litaokoka. Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu Abrahamu na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliyeniambia, rudi uende mpaka nchi yako kwa jamaa zako, nami nitakutendea mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote ulionifanyia mtumwa wako, maana nilivuka mto huu wa Yordan na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa makundi mawili. Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi ninamuogopa asije akaniua na kina mama pamoja na watoto. Nawe ulisema, hakika nitakutendea mema, nami nitakufanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari usiohesabika kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningeweza kusoma zaidi kuendelea, lakini nitamani ni kusomea kidogo. Turudi nyuma ili tuone kwa nini Yakobo anaogopa kiasi hiki katika hali kama hii ambayo Mungu amembariki. Na tunajua kabisa katika Mwanzo 27, tusome kidogo tena hapo Mwanzo 27 ili tupate upana wa kutafakari neno hili. Mwanzo 27, Mwanzo 27 mstari wa kwanza hata wa 4, tutaona pale kidogo, alafu tutaendelea tena zaidi. Anasema, ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu.
Naye akamwitikia, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua uta wako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani, uniwindie mawindo, ukaniandalie chakula kitamu namna ile nipendayo, ukaniletee, ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Tutaruka tena hapo kidogo, tutaenda 18 mpaka 29. Anasema hivi kuanzia 18, hiyo mwanzo 27. Anasema, akaja baba yake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Unani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia. Inuka tafadhali, ukae kitako, ule mawindo yangu, ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanae, imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali, ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa. Akasema, sauti ni ya Yakobo, lakini mikono ni ya Esau. Wala hakumtambua, kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake, yenye malaika. Basi akambariki, akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Akasema, ndimi. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu, ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu, naye akala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu ukanibusu mwanangu. Akamkaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu akupe umande wa mbingu na manono ya nchi, na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie, na makabila wakusujudie. Bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako wakusujudie. Alaniwe yoyote atakayekulani, na barikiwe yoyote atakayekubariki. Ili tuende kwa pamoja, tuende tena 34 hadi 40. Kianzia 34 hadi 40 anasema, Esau aliposikia maneno ya babaye akalia kilio kikuu chenye uchungu mwingi sana. Akamwambia babaye, nibariki na mimi, nami baba yangu. Akasema, nduguyo amekuja kwa hila, akachukua baraka yako. Akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua baraka yangu. Akasema, je, huku niwekea na mimi baraka? Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama, nimemfanya awe bwana wako, na ndugu zake wote nimempa kwa kuwa watumishi wake, na nafaka na mvinyo nimemtegemeza. Nami nikufanyie nini sasa mwanangu? Esau akamwambia babaye, una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nami babangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unatoka juu. Kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitaka tuende kwa upana huu ili tuone kinachotokea huko mbele, kama Yakobo au kama Yakobo alipata huu baraka, alitegemezwa na baba yake, lakini leo kwa nini anarudi tena kutoka ana baraka, anasema nenda kamwambie bwana wangu Esau? Kwa nini aseme nenda kamwambie mtumwa wangu Esau? Kwa sababu yeye sasa amepata ule mbaraka, umefanya kazi, amebarikiwa, ana kila kitu, lakini anaenda kuambia wale watu, anamuogopa. Sasa kamwambie bwana wangu. Hapo ndipo tunasema kuvunja nira ya utumwa. Kwa nini? Baba yake katika mbaraka aliyompa Esau anamwambia, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Na umeona hapa anapomwambia kwa upanga wako wewe utaishi. Ametufundisha mchungaji Kaiza hapa mara kadhaa kuhusu RFA. Katika ile RFA fight, ndio yeye anamwambia kwa upanga wako wewe utaishi. You will fight to live.
lazima utapambana ili kuishi. Na upanga, kwa sababu alikuwa na uchungu, mwanzo alikuwa anawaza ule upanga akamuue naye ndugu yake, lakini kwa sababu nimekosa mbaraka, Bwana anamfundisha kutumia ule upanga kwa ajili ya maisha. Ndio maagizo ambayo baba yake alimwachia hapa, kuwa kama utaweza kuelewa na kwanza kutumia upanga wako utaishi na utamtumikia ndugu huyo, ndio, lakini itakuwa utakapoponyoka. Biblia Kiingereza inasema if you will be restless, kama utaamua kutokutulia ukaanza kupiga kazi ikupasavyo, anasema utalivunja kongwa lake katika shingo yake. Kwa kweli baba yake anasema nimempa hiyo nguvu, utamtumikia, utakuwa chini yake. Lakini kama utaelewa hii, you will fight, you will use your sword, utatumia upanga wako vizuri kuishi, hakika utalivunja kongwa lake. Hata hutakuwa tena mtumwa wake. Anarudi hapa Yakobo, anathibitisha wazi, anasema kamwambie bwana wangu Esau. Imekuwaje tena ambaye ametegemezwa anaenda tena kumwambia ni bwana wake? Anamwambia mimi mtumwa wako Yakobo. Kumbe Esau baada ya muda, baada ya miaka 20 alielewa. Alikosa tu kitu kidogo ambacho anasema alikosa ile uhakika, ile nafasi ambayo Mungu alimpa kupitisha uzao wa Yesu Kristo kwenye uzao wake. Lakini vitu vya kuwa navyo alivipata. Ndio maana Yakobo alikuwa anamjua kaka yake ana njaa, amewahi kuuza baraka zake au haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa sahani ya mlo wa mchana tu. Alimjua ana njaa, kwa akasema tunampa ngamia, tukifika pale yani sana tunamtangulizia ngamia, namtangulizia sijui ng'ombe, namtangulizia makundi ya kadhaa, nampiga navyo Esau hivi. Yaani kumwambia shika hizo zawadi, Esau atatulia. Lakini habari mbaya inakuja, anasema Esau anakuja yuko na watu 400. Akaogopa tena. Kwa nini anaogopa? Kumbe huyu mtu naye ni mkuu. Hapo ukiangalia huko mbele, ukiendelea kusoma tutapaona hapo mbele. Anasema Esau akamwambia sitaki, yani vitu na mimi ninavyo, wewe baki na vitu vyako. Yani sio njanja, amejua kutumia upanga wake. Amevunja kongwa la kumtumikia ndugu yake, naye amekuwa huru. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Utumwa unamfanya mtu kufanya yale ambayo hata hayapende kuyafanya. Yanakutumikisha, yani unatumikishwa, unafanya mambo yasiyo ridhaa yako. Unatenda kama hivi, huyu alikuwa ni mkubwa lakini alikuwa amekabidhiwa kuwa mdogo. Na wengi wanapomwomba Mungu hawaelewi. Unajua tunakuwa tunamuomba Mungu, tunatamani Mungu atupe baraka. Na wengi wanaamini kwa baraka ni pesa, baraka ni vitu, lakini baraka ni nguvu ya kufanikiwa. Nguvu ya kufanikiwa inayokuwa ndani ya mtu. Ndio maana unaona Isaka anamwaita watoto wake, anatamka maneno tu. Anasema moyo wake umefurahi, anaanza kuwatamkia yale maneno. Anamwambia mwanangu, manono. Yaani anakuambia ninakupa manono ya nchi, lakini umuone hampi hata 100. Anamwambia tu yale maneno, nakupa manono ya nchi, nakwambia sijui ukatawale na nini. Nini anajua? Nguvu ya kufanikisha ndio inamfanya mtu afanikiwe. Mtu akikupa pesa tu lakini huna nguvu ya kufanikiwa, utanyauka. Yaani mtokea mwana mpotevu wote tunajua. Yaani alimtokea mwana mpotevu, alipewa akasema baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Baba yake akamkatia. Kwa sababu hana ile nguvu, hana maarifa ya kumfanya kuiongeza ile fedha, ya kumfanya kukuza kile alicho nacho. Hata alicho nacho akafanyaje? Akakitapanya. Lakini baraka ni nguvu inayokusaidia kuongeza vile vitu. Ndio maana tunaiomba baraka ya Mungu. Na ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati kule na Mithali, anasema baraka ya Bwana ndio utajirisha. Kwa kumbe ukitaka kufanikiwa kiungu unahitaji baraka ya Bwana. Kama unahitaji baraka ya Bwana, sio utakuwa unapewa pesa au itakuwa yani unakuwa na nguvu inayokufanikisha. Kwenye wazo wewe ukilianza wazo au kaanza kufanya kitu, unakuta yani unakuta kama ni kila kitu kinakaa kwenye mstari mmoja. Yani ni kama hiki kinakutana na hiki, doti moja inaungana na doti nyingine na doti nyingine, baadaye unakuta mambo yanaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapo ndo maana tumeamua na tafakari yetu nzuri sana hapa katika kuvunja nira ya utumwa. Kuvunja nira ya utumwa. Na hapa inatupa sasa kuanza kuelewa na kufahamu kuwa kumbe unaweza mtu mwingine kufanikiwa kama utaelewa hiki kitu, to be restless, kutokutulia, kupambana, kufight, kama ambavyo tumejifunza hapa kanisani na tunapoendelea kufundishwa kuwa unapoendelea kufight
hata kama haukuwa na ile baraka, lakini kwa ile nguvu Mungu anabariki bidii, Mungu anabariki yale ambayo unakuwa unaendelea kuyatenda, Mungu anaendelea kukusaidia na wewe unaponyoka katika utumwa wa umaskini, utumwa wa yale ambayo yalipaswa kukukandamiza. Kwa nini? Kwa sababu umejua hii siri ya kuwa you will not be restless, kuwa hautakuwa mtu wa kawaida au mtu wa unyonge, bali utatenda. Kwa sababu Esau ilimtosha kabisa, angebaki na ile chuki yake kusema sasa huyu amechukua baraka yangu, kwa sababu amechukua baraka yangu basi nitahakikisha namuua, kama alivyokuwa na ile mentality yake ya siku ile. Mpaka mama yake akamwambia Yakobo, kimbia, ndugu yako anataka kufanyaje? Kuua. Unadhani nini kilibadilika baada ya miaka 20 tu? Huyu ameenda huko amefanikiwa na nini, lakini anarudi tena anasema hamuui tena, ila anamkumbatia, anamfurahia kwa ndugu yangu amerejea. Na hakurejea akiwa baba yake amekufa. Ukisoma kumbe utaona baba yao alikuwa hai, kwa sababu baba yao alikuwa na hofu, nadhani atakufa mapema, lakini alikuwepo miaka 20 mbele, pamoja na baada ya kutoa ule mbaraka bado baba yao Isaka alifanyaje? Alikuwepo. Kwa amerudi tu, anarudi nyumbani, lakini huyu naye wanakutana na huyu amebarikiwa na huyu amebarikiwa, wanakuja huyu tena aliyekuwa amepokea mbaraka wa ndugu zake kumtumikia, anaanza kumuita aliyekuwa hajabarikiwa na ule mbaraka bwana wangu. Kwa nini? Huyu Esau alijua kuvunja nira. Alivunja nira ambayo ilikuwa imemkalia shingoni. Labda wengine nira inaweza ikawa ni neno geni. Nira kwa wale ambao wamewahi kukaa mahali ambako kuna wanalima kwa kutumia wanyama, mfano ng'ombe au punda, ili ng'ombe na punda ili punda na punda walime vizuri, au ng'ombe na ng'ombe walime vizuri, wanahitaji nira. Nira ni kuna mti fulani unafungwa kwenye shingo zao. Wanafungwa kwenye shingo zao, alafu kwenye ile mti ndio linapotoka lile jembe au plau, ambayo sasa ng'ombe wanapotembea wanalivuta. Wanatembea kwa usawa, wanakuwa wanalivuta lile jembe mpaka hapo ndio wanakuwa wanalima. Kwa hapa ndipo tunasema sasa nira inakuunganisha kitu kimoja na kitu kingine. Kwa kama vinaunganishwa viwili, tunaona katika kitabu cha Mathayo 11 kuanzia 28 pale na kuendelea, Yesu anasema, jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa kumbe ukiwa fungwa nira na Bwana Yesu, unaanza kwenda na kutenda sawa sawa na Bwana Yesu anafanyaje, anavyotaka. Hautapita mbele wala hautarudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu iko nira ya Kristo kwenye shingo yako inakufunga, ambayo sasa mnakwenda sawa sawa na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunapaswa kuvunja hizi nira za utumwa ili tufungwe nira na Kristo, kwa sababu nira zingine mbaya ziko. Ndio maana neno la Mungu pia linatukataza, linasema tusifungwe nira pamoja na wasio amini. Don't be equal yo. Usifungwe nira na watu wasio amini, isivyo sawa sawa. Nira yetu sisi ni kufungwa na Kristo. Hapa ndipo anasema mtajifunza kwangu, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa kumbe ukifungwa nira na Kristo, tunatarajia kabisa utatenda kama Kristo anavyotenda. Utaenda kama Yesu anavyotaka. Utafanya kile ambacho hautatumia nguvu. Kwa nini? Kwa sababu upo katika nira moja naye. Ukiona tumeanza kutenda tofauti, umeshatoka kwenye nira. Umejitoa kwenye nira ya Kristo. Ndio maana Yesu anaenda huku, wewe unaenda huku. Lakini ukiwa kwenye nira hauwezi kutoka. Ng'ombe wakifungwa ile nira, hakuna mtu anaweza hakuna ng'ombe anaweza ngoja mimi nile majani kidogo mwenzangu aendelee kulima. Hakuna. Kwa sababu wako kwenye nira moja, wanakwenda pamoja. Sasa sisi nira zetu na Kristo, hakuna mtu atatufunga mti, lakini nia zetu zitaambatana na Kristo. Tutatenda kama Kristo anavyotaka. Kwa nini? Nia zetu za ndani zimeambatana na Kristo. Kutenda kwetu kunatenda kama neno la Mungu linavyotaka. Hiyo ndio itakuwa nira yetu. Kile tunachotaka tukitenda tunakipima. Neno la Mungu linatufundisha nini? Neno la Mungu linasemaje kuhusu jambo hili? Neno la Mungu linasema nini kuhusu jambo hili? Kwa hiyo tukiunganishwa na Kristo, nia zetu zinakuwa ni moja pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo lingine sasa ambalo tunataka tulifahamu, kuwa wenzetu Wayahudi, jina la kitu, yani mtu anapotamka kitu atamki bahati mbaya, kwa sababu anajua kitu ndo, yani jina la hicho kitu ndo hicho kiko.
Ndio maana hapo mbele kama uliona anasema Yakobo kama jina lake lilivyo amejitia mara hii. Anasema mara hizi mbili zote amejitia mbele yangu, mara hizi mbili. Kwa nini? Jina lake Yakobo ukitafuta tafsiri yake, Yakobo ina maana mdanganyifu. Kwa anasema amedanganya kama jina lake lilivyo. Na huko mbele tutaona kwa nini Mungu aliamua kumbadilisha jina, akamtoa kuwa Yakobo akamfanya kuwa Israeli. Yesu asifiwe sana. Kwa hii nira ukijua au alipojua Esau ya kwamba sasa niko chini ya nira ya kumtumikia mdogo wangu, baba ametukabidhi chini ya mdogo wangu, akapambana na kutenda, anasema akafanya vile ambavyo baba yake alimwagiza, akatumia upanga wake, akapata yale ambayo Bwana alikuwa amemkusudia, na mwishowe akavunja nira kwenye shingo yake, akavunja nira ya mdogo wake kwenye shingo yake. Na hata tumeona kabisa alikuwa pia na utere, alikuwa na vitu vyake, alikuwa na mji wake. Anasema huko Seiri ndiko alikokuwa sasa Esau anakaa, anawatumwa. Sasa sio yeye wa kutumikiwa, ila naye akawa na nani? Anawatumwa. Ana mali, anawatumwa, ana kila kitu, mpaka mdogo wake naye anaogopa, kwa sababu alijua, kwa sababu kaka yake amemwacha, amechukua baraka yake, basi pengine atakuwa anateseka, basi akimpelekea zile ng'ombe zake na nini, basi mdogo wake atakuwa kaka yake atakuwa impressed. Lakini kaka yake akawa naye ana kila kitu cha kwake. Na kwa sababu tunaendelea kutafakari, nisiongee sana peke yangu. Labda pengine kunaweza kukawa kuna swali, au kuna mtu unaweza ukawa na nyongeza katika hapa ambapo tumeanza kwa kutafakari, ili darasa liende vizuri. Karibu kama kuna mtu una kitu na swali au na kitu unataka tutafakari pamoja, ninakukaribisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huu kimya ina maana tuendelee mbele. Sipameleweka? Basi Bwana atubariki. Na jambo lingine ambalo sasa tunataka kulijua, Esau kwanza mwanzoni, ukisoma hapa mwanzo au kaendelea kusoma hii sura, alidhamiria akasema mdogo wangu huyu kwa sababu amejitia mara hizi mbili mbele yangu nitamuua. Yaani alidhamiria kabisa moyoni mwake kwa huyu nitafanyaje? Namuua aondoke. Lakini kumuua adui yako au kumuua mtu aliyekuonea sio suluhisho. Yaani ndio maana kuna msemo unasema best revenge is massive success. Yaani kisasi kizuri ni kufanikiwa zaidi. Umeona? Esau alipofanikiwa zaidi, haiti tena mtumwa wangu, anaitwa bwana wangu. Lakini angemuua, nani angemuita bwana wake? Ndio maana neno linatufundisha wazi ya kwamba sisi hatuhitajiki kulipa kisasi, kwa sababu Mungu wetu yuko. Tukijua tukapata kanuni zake, yeye anaturipia kisasi hicho. Na uchungu wote ukishafanikiwa unaondoka. Uchungu anakuwa nao maskini. Yaani watu sasa maisha yamekupiga na moyo unakuwa na uchungu, lakini mtu ambaye ameshafanikiwa mambo ya uchungu wa kusasi nani alinichukulia vitu gani unaisha. Lakini pale unapokuwa na njaa alafu unaanza kukumbuka kuna mtu alichukua baraka zako, unataka muangalia kwa jicho zuri. Yaani unakuwa unamwangalia kwa jicho baya hivi, unasema yaani natamani mambo mabaya ampate. Lakini wewe ukiwa unakula unashiba na mambo yako mazuri yanaenda, una vitu vyako na watumwa wako na nini na nini, sasa utamchukia mtu ili wewe. Unaona kabisa unatumia muda vibaya. Lakini kama utafanikiwa zaidi, basi itakusaidia kusimama na hautafikiria tena kulipa visasi. Kama ilivyo ukisoma Mithali 17:3, nakupa upana wa maandiko, anasema kabisa anayerudisha mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Yaani kama unalipa visasi, yani amenifanyia hivi na mimi nitamlipa, ujue unaukaribisha ubaya kukaa kwenye nyumba yako. Yaani ubaya ndio unajenga. Yaani hata kama ulikuwa umepanga ubaya kwenye nyumba yako, ndio unaukaribisha ujenge ukae hapo kwenye nyumba yako. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linasema hatupaswi kulipa baya kwa baya, ila tunapaswa kushinda mabaya kwa mema.
Lakini wewe ukiamua kutaka kulipiza tu visasi, ujue kabisa unapanda ubaya. Niliwahi kufundisha nadhani hapa siku moja kuwa kama mfano akatokea mtu amemuua baba yako, mfano tu, usiweke kwa ukweli, mfano ili tuelewe, amemuua baba yako. Sasa tuseme ni mimi nimemuua baba yako, ukasema mimi nafanya kisasi kwa sababu wewe umemuua baba yako na mimi nakuua wewe, ukaniua mimi. Unaona, kwa kuwa umeniua mimi, watoto wangu umewaulia nani? Baba yao wale watoto ambao ni mimi sasa umeniua, nao watainuka wanasema tutakuua, wanakuja kukuua wewe. Na wewe watoto wako wenyewe nao wameuliwa na nani? Wameuliwa baba yao au mama yao, nao watakuja kukuua wewe. Kwa unakuta sasa ule ubaya ulianza kidogo, unazidi kukua, unakuwa mkubwa. Lakini kama ukaamua kulipa ubaya kwa wema, ina maana unaua ule ubaya na unaufanya uzuri au wema uendelee kukaa nyumbani mwako. Ndio maana hata katika Warumi 12:21 anasema tunapaswa kushinda ubaya kwa wema. Kutenda wema, alafu utakuwa kwa staili hiyo unaushinda ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa tutasogea mbele kidogo, tuangalie katika Mwanzo 32:22 mpaka 31. Tutaona mambo matatu yanayotokea mtu anapokutana na Bwana. Mambo matatu yanayotokea ukikutana na Bwana. Mwanzo 32 mstari wa 22 hadi 31. Neno la Mungu linasema, akaondoka usiku ule, akawatoa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yaboki, akawavusha mto, akabusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, akatengua uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini unaniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penieli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Jua likamzukia akiwa Penueli, akachechemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Kwa hiyo wana wa Israeli hawali ule mshipa ulio katika uvungu wa paja hata leo, maana alimgusa Yakobo panapo uvungu wa paja katika mshipa wa kiuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika hapa tunaona mambo matatu yaliyotokea Yakobo alipokutana na Bwana, au mambo matatu yatakayotokea sisi tunapokutana na Bwana. Wewe ukija mahali hapa, tumesema mahali hapa tunakuja kufanyaje? Kwa sauti kubwa. Mahali hapa tunasema tunakuja kufanyaje? Yes, kama tunakuja kukutana na Bwana, tunatarajia mambo matatu yaone kwenye maisha yako. Kwanza, jina lako linabadilika. Ukikutana na Bwana, jina lako linabadilika. Sio hili jina la kupewa na wazazi, ila jina la tabia zako, jina la mwenendo wako linapaswa kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu umekutana na Bwana. Tumeona huyu, tumesema alikuwa anaitwa Yakobo. Yakobo mdanganyifu, anapewa jina anaitwa Israeli. Anasema hautaitwa tena Yakobo bali Israeli. Israeli ni mbarikiwa. Kwa hutakuwa tena mdanganyifu bali utakuwa nani? Mbarikiwa. Yesu asifiwe sana. Kwa jina linabadilika. Ukija kukutana na Bwana, ulikuwa mzinzi ndio, ulikuwa mlevi ndio, lakini utakapokuja the moment umekutana na Bwana, utatoka na watu wanakuita mtumishi wa Mungu. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa ukija mahali hapa, una tabia vyovyote vinakusumbua. Unakaombea, unakamdomo, ukaufitini. Ukikutana na Bwana, utotutabia twako au utotumajina, utotuingine tu ambato hatumpendezi Mungu, tunapaswa kufanyaje? Kuondoka. Kwa sababu gani? Umekutana na Bwana. Hakuna anayekutana na Bwana anabaki hivyo hivyo. Kwa ukiona mtu anakutana na Bwana hapa, anarudi naye nyumbani anakusumbua, anarudi nyumbani na mambo yale, unajua akija hapa yeye akutane na Bwana, anakuja kukutana na watu ambao tunao.
Naona, lakini ukikutana na Bwana, jina lako litabadilika. Mume wako atafurahi kuwa wewe mkewe, na wewe mume mkeo atafurahi kuwa wewe ni mume wake. Lakini kama ukakutana, unakutana tu na watu na nini, basi utakuwa tumpiga story, ukirudi na tabia zako ziko pale pale. Ukirudi unaendelea kuwa mdanganyifu. Ukirudi unaendelea kuwa usiyembarikiwa. Lakini ukikutana na Bwana, jina lako linabadilika completely. Wako watu wengi wanapomwamini Bwana Yesu, uharibifu na majina mabaya, wanakuwa shuleni uchokozi sijui nini, yote vinaondoka. Watu kile wanapopita unakuta mchungaji. Yaani sasa nasema ni sawa na kila mahali ambapo unakuepo, matendo yangu yanafuatana na wewe. Mimi niliwaambia kila mahali nikienda, hata nikijificha, nikasema sasa sitaki nijulikane na mtu yoyote. Mimi sasa nitakuwa tu, ngoja tu niwe kimya hivi, nichanganye katikati hata ya wauni. Tukikaa tu dakika 5 ngapi? Wote wananigeuka mchungaji. Huyu mtumishi. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo utakuta tu, yani hata kama unataka kujizuia, utakuta tu kubaliani navyo kabisa. Wataongea kitu, tabia hii hakipaswi kuwa hivi. Huyu bwana, huyu sio kama sisi. Huyu ni mtumishi. Kwa unakuta vitu vya namna hiyo ni muhimu sana vianze kuonekana kwenye maisha yako, bila kubadilisha jina. Lakini pia ukijulikana kwa ni mtumishi, inakusaidia wewe kwenye maisha yako. Kuna mambo mengine hautafanya, kwa sababu najua hapa watu wananifahamu kwa mimi mtumishi wa Mungu. Kwa ule ushuhuda wako unakujengea uzio. Lakini kama wewe watu hawakujui kama ni mtumishi wa Mungu, wewe ukienda huko piga mambo ya kawaida, kija kanisani watu mtumishi. Lakini unapaswa kuwa mtumishi hapa, sababu mtumishi hatuvai na kufua kama joo au kama gauni au kama shati. Mtumishi ni maisha. Ukiwa huku ni mtumishi, ukiwa huko mtaani ni mtumishi. Hata kama hautahubiri injili, inapaswa matendo yako ya kuhubiri injili. Watu wanaposema tunaiba, wewe wanakuta wanasema mimi siibi. Yaani kwenye maisha yangu siibi. Kwa nini? Wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa watu wasipotangaza kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, watu wanasema huyu jitembea hii, amefungwa nila na Yesu. Hii maisha yake ilivyo hii. Huyu sio kawaida. Ana kitu tofauti na sisi. Yesu asifiwe sana. Kwa hilo ni jambo la kwanza linatokea kama umekutana na Bwana. Jambo la pili ukikutana na Bwana linalotokea, unabarikiwa. Yaani ukikutana na Bwana unabarikiwa. Kubarikiwa ni nini? Nimekwambia kubarikiwa ni kupokea nguvu ya kukufanikisha au kupokea nguvu ya kukufanya kuwa mtu mkuu. Unapokea nguvu, tunasema unabarikiwa. Baraka ni nguvu ya kukuwezesha kuwa fanikiwa. Kwa unapokutana na Bwana unapokea ile nguvu. Kwa tutarajii kabisa kusema wewe umekutana na Bwana alafu bado unaendelea kuishi katika maisha ya umaskini, wakati neno la Mungu linatufundisha kabisa ya kwamba alifia na umaskini wetu. Wewe Bwana anasema alichukua madhaifu yetu, kwa kupiga kwake tumepona. Wewe na maana umengangania. Yaani Yesu anasema aliyachukua magonjwa. Yaani wewe ulikuwa na mfano, ulikuwa na hiyo notebook yako, nikaja nikaichukua. Unabaki nayo? Sina wao nimeichukua mimi, umenipa. Sasa kwa nini? Kama ni umaskini, Yesu anasema aliufia. Yaani na mimi unajiuliza sio kikaa. Kwa nini sasa naendelea kubaki kuwa maskini? Kwa nini naendelea kubaki kwenye mateso? Kwa nini nabaki kwenye magonjwa? Kama Yesu anasema aliyachukua, kwa kupiga kwake nimepona. Kwa nini mimi nibaki kwenye magonjwa? Kwa nini mimi nibaki? Kwa ukianza kujiuliza maswali magumu ya namna hiyo, yanaanza kukusaidia sasa kuinua imani yako. Unainua antena zaidi kusema mimi sasa kwa sababu ninakutana na Bwana nimebarikiwa. Unaanza kuishi yale maisha sasa yanakuwa halisi. Kwa unakuta sasa, yani tulikuwa tunasoma tulikuwa tunakimalizia tumekichambua jana kuhusu habari ya nguvu ya kuamini. Kwa kuamini, maisha ya muamini ni imani. Yaani yote ni imani. Kwenye eneo lolote ambalo muamini ukatoa imani, unaua. Yaani eneo hilo ndio unaliua, yani haulipi uhai, yani ni kama unalisufocate, unalinyima hewa lisikue, unalikaba. Kwa sababu unabakiwa kuwa na imani kwenye afya, unabakiwa kuwa na imani kwenye uchumi, unabakiwa kwenye imani kwenye mambo yako ya kiroho, unabakiwa kuwa na imani kwenye kila kitu. Ndio maana amesema hivi katika Waebrania 10:38, anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Tukisema huyu atasafiri kwa gari, ina maana gari
lisipokuwepo atasafiri kwa nini? Tutembea kwa miguu. Kwa ndio ilivyo kwa mwenye haki wa Mungu. Wewe ukiwa mwenye haki wa Mungu utaishi kwa imani. Kwa ina maana ukiondoa imani sehemu yoyote ni sana kusema umeondoa maisha. Kwa huo ndio mfumo wa kiungu. Imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika. Mwalimu aliyefundisha kwenye kile kitabu ametoa mfano. Anasema mfano, wewe unajua 1 ongeza 1 au 1 jumlisha 1 si nini? Unajua ni 2. Lakini akaja mtu leo akakwambia 1 ongeza 1 ni 11. Utakubali? Kwa nini unakataa? Una uhakika, kuna uhakika fulani umepewa toka mdogo huko. Mwalimu alikwambia kalete vihesabio, ulikuwa unabeba vizibo kule ukiwa mdogo. Anakuambia unachukua aka ni kamoja, ukakaweka hapa. Ukichukua ka pili unaweka hapa. Kwa hapa kanakuwa ni ngapi? 2. Kwa umehakikishiwa kwa hata kama ulikuwa ni uongo, lakini umehakikishiwa kwa kiwango ambacho huwezi ukaona shaka. Unajua hata kama mtu akakwambia mara 10, 1 ongeza 1 ni 11, unasema hapana. Akaja tena mara ya pili akasema 1 ongeza 1 ni 11, unasema hapana. Utaendelea kusema hapana. Lakini sisi yakija magonjwa yanakuja yanaingia ndani ya mtu. Yakiingia ndani ya mtu, magonjwa hayasemi kitu, yanaendelea na shughuli zake. Mtu anaanza mwenyewe. Huu ugonjwa utaniua. Ulipofikia cheki ninavyokosa nguvu. Wale ugonjwa umesema unamuua mtu. Hausemi. Lakini mtu mwenyewe anaanza kuupa kibali cha kumuua. Anaanza kuupa. Kwa sababu sisi Shetani ni mjanja, anajua kwenye ulimwengu wa roho kuwa maneno yana nguvu. Anasema mtu atakula matunda ya kinywa chake. Kwa hiyo unaniua unakuua. Tena tunakuzika. Yaani lazima uanze sasa kuwa na imani kusema neno la Mungu limenipa uhakika kwa kupigwa kwake Yesu nimepona. Kwa mimi ni mzima. Yaani utakuja unasikia maumivu ndio, lakini sasa mimi ni mzima, unang'ang'ania. Yaani sasa na ugonjwa sasa unakwambia 1 ongeza 1 ni 11. Unaendelea kukubali. Unakataa, unaendelea kukataa. Mimi ni mzima. Sivi nitaishi, ni mzima. Sivi ugonjwa nadhani utakapo unaondoka. Lakini ukianza kupalilia, sema kweli wamesema hospitali wanapumzika. Ngoja sasa safi sana wewe tunakutafuta. Ndio unakaa hapo. Unajenga kiota hapo. Sio unakuja una bipu. Kwanza wengi wote unakuja kwako una bipu. Unajua ugonjwa ni roho. Ni roho kabisa. Ndio maana ukisoma katika pale kwenye Marko na Luka mfano wa mama mkwe wake Petro alipokuwa naumwa, Yesu anasema akaikemea homa. Ina maana akasema na nini? Na homa. Alafu anasema homa ikamwacha. Kwa kumbe ina masikio inasikia. Alipoikemea ikafanyaje? Kama ilikuwa isikii Yesu angeweza kuikemea. Kwa ni roho ya ugonjwa inakuwa inaingia inakaa kukaa kwako. Wakati sisi tumeambiwa kwenye mioyo yetu akae nani? Roho Mtakatifu. Lakini wewe umetoka kwenye nira, unaanza kuacha ugonjwa unakaa ndani mwako. Unaacha sijui nini kinakaa ndani mwako. Kwa kikikaa hicho kinastawi, kinaanza kukubugudhi hata kumfuata nani? Lakini ukikomaa, unasema kwa imani hiki ni hiki, kwa imani hiki ni hiki, kwa imani ambayo nimejifunza, nimepata uhakika kwenye neno la Mungu, limesema kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Kwa ugonjwa upasi kukaa kwangu. Unasimamia msimamo huo. Simama hivyo. Tunasema kuna kitu kinajengeka kinaitwa mindset. Nikijengeka sasa ule uwezo wa kiufahamu kwa mimi huwa sizuriki, sishambuliwi na hiki. Hicho kitu hakiwezi kukushambulia. Lakini wewe ukianza kusema sisi ni wanadamu tu. Sisi ni watu wote. Tabu ni sehemu yetu ya maisha. Si unajua kuna ile misemo watu wanajijumlisha watu wote. Unasema ukiumbwa mwanadamu unaumbwa mateso. Wewe utateseka. Wengine ni wanadamu na tunakula raha hapa duniani. Kwa wewe tu inafuatana umeweka mindset gani kichwani mwako. Usipojua kweli utaendelea kuwa mtumwa. Ukijua kweli unavunja nira ya utumwa, unakuwa huru. Yesu asifiwe sana. Kwa tumeona jambo la pili, ukikutana na Bwana unabarikiwa. Baraka ndio hiyo nguvu inayokufanikisha kutoka kwenye magonjwa, kutoka kwenye utumwa, kutoka kwenye kila hali. Hiyo ndio baraka ya Bwana. Ndio tunatarajia kuiona kwa watu wote sisi tunakutana hapa moto ulao. Unapokutana na Bwana, hatutarajii sasa ukutana na Bwana bado unateseka na umaskini, unateseka na magonjwa, unateseka sijui na dhambi gani, sijui unateseka na vitu vya asili. No. Tunatarajia ukikutana na Bwana, maisha yako yabadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Uanze kuiona baraka ya Bwana.
mpaka mwenyewe unaanza kufurahia kumtumikia Bwana. Ndio maana Daudi anasema, nani furahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Kwa nini? Akienda nyumbani mwa Bwana anakutana na Bwana. Yaani anasema sasa ninaenda mahali ambapo maisha yangu yanabadilika. Ninaenda mahali ambapo ninapokea nguvu ya kuiendea wiki nyingine. Ninapokea uwezo wa kushinda aliyokuwa ananikwamisha. Wewe watu wakikwambia twende mahali hapo, utaenda kwa uvivu, utaenda kwa kuchelewa, utajivuta. Taenda kwa haraka, utawahi, kwa sababu unajua ninaenda kupokea nguvu. Naenda kupokea kitu kipya, naenda kwa amani na furaha. Na unakuwa uko excited kupokea. Kwa sababu unajua uko nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la tatu ambalo linatokea pale ambapo mtu anakuwa amekutana na Bwana ni mwenendo au tabia kubadilika. Unapokutana na Bwana, jina linabadilika, unabarikiwa, lakini mwenendo na tabia zako zinapaswa kubadilika. Ndio maana tumeona anasema Yakobo aliposhindana na Bwana, kesho anaamka, walimwacha ni mzima, wanakuta kesho anatembea, anachechemea. Kwa nini? Hii imewasilisha kwa mwenendo ulibadilika. Kwa sasa watu walikuwa wakikutana na Yakobo, wanamuona, mbona unachechemea? Yeye kwake ile kuchechemea ni alama ya kukutana na nani? Bwana. Watu wanasema wewe ulikuwa na hasira sana bwana. Mtu akikuchokoza hivi ulikuwa acha kuvumilia. Sijui umekuaje. Kumbe umekutana na Bwana, unatembea sasa. Kweli ningeweza kurusha ngumi, lakini nimekutana na Bwana, sasa hivi ninaenda. Unaona nachechemea, lakini kwa sababu ya nini? Kukutana na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunatarajia kabisa ukikutana na Bwana, mambo yako, tabia zako zibadilike. Lakini kama ulikuwa na wivu, unasema unakutana na Bwana, bado una wivu, ulikuwa sijui na roho mbaya, unakutana na Bwana, unaendelea na roho mbaya, wewe ukutane na Bwana. Ukutana na Bwana utaona mabadiliko makubwa kwenye kila eneo la maisha yako, kwenye kila eneo. Nimekwambia kama nilikuwa ni mambo ya ndoa, sijui nani, hata furahia wewe kuwa kwenye maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu neno la Bwana limekuponda, limekugeuza. Unakutana na Bwana umebadilika. Lakini kama unakuja ukutane na Bwana, unakuja kutimiza wajibu wa kuja kusali, basi utachoka bure, utamaliza stori zako za viatu zote mpaka huko na wai unafanya nini, lakini ukutane na Bwana itakuwa ni hasara. Kwa hakikisha, na hakuna mtu anayekwambia eti lazima ukutane na Bwana. Nasema ni kisima kinatibuliwa. Anayetaka kunywa afanyaje? Anywe. Asiyetaka, hata Waswahili wanasema hata punda lazimishwi kunywa maji. Kuna wengine wanakuja kuangalia tu, ila kule watu wanaomba. Hadi wanalia. Mwingine anakuja hapa tunamuimbia Bwana, tunacheza, hajui kucheza, anapocheza mzito. Wewe ni nani mpendwa? Yaani wenzio wamekuja mbele za Bwana, wanamwabudu Mungu, wanampa sifa Mungu. Wewe umekaa pembeni, umeacha kumwabudu Mungu na ulichofuata, unaanza kuwakosoa, unasaisha. Mungu anahitaji mwanadamu wa kumsaishia. Mungu anahitaji na wewe muabudu Mungu. Kwa ndio maana niwaambiaga ile siku, hakuna kitu kama mimi sijabarikiwa na ibada. Wewe ndio unayepaswa kumwabudu Mungu. Ubarikiwe ibada ili ugundue nini? Ni yako hapo. Ibada ni ya Mungu. Kama wote tumekuja kumpa Mungu ibada, tumpe Mungu ibada. Mungu ndio anayepaswa kubarikiwa na nini? Na ibada yetu. Sasa kwa nini natoka nyumbani naanza kwenda, mimi sijabarikiwa. Mimi sijavaa nini? Wewe unapaswa kuwa sababu ya kusababisha ibada iwe ya baraka mbele za Mungu. Kwa ukifika nyumbani mwa Bwana, ukiwaambia simama, cheza, imba. Yaani hakuna mtu anakulazimisha, lakini wewe mwenyewe unapaswa kujua kwa huu ni wajibu wangu. Ninapokuwa nimeenda kukutana na Bwana, wakiniambia cheza, nitacheza. Ndio maana sichezi kila mahali. Wewe unanikuta njiani, mimi niko nacheza. Mimi wakati ananiambia sijui kucheza, lakini nikiwa mbele za Bwana, si Mungu aliniumba sijui. Nacheza hivyo sasa. Hii ndio inambariki. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimejua ya kwamba hii ni kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo ukiangalia haikuhusu. Sasa kama haikuhusu wewe mimi nasaidia nini sasa kwanza kukufurahisha wewe ambaye uhusiki? Ndio maana mimi sio dancer, siendi kuwa na dance kwenye muziki ili niwafurahishe watu. Mimi na dance mbele za Mungu. Kwa wewe ni shauri yako, kama utaanza kumwangalia mtu utaacha kupambana na hali yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hayo tulikuwa tumeona ni mambo matatu ambayo yanatokea mtu pale anapokutana na Bwana. Lakini kwa sababu muda wetu unaendelea kukimbia, lakini nitamani sana pia kama kuna mtu anaweza akawa na swali au akawa na nyongeza, anaweza akanyosha mkono wake hata katikati ya somo
mimi nitampa nafasi aweze kuzungumza. Na kabla sijasogea tena katika Mwanzo 33, tuone kitu hapa. Ndio, karibu anti hapa. Anaweza kupata microphone. Amen. Huruma. Unasahau yale yote yaliyopita, unatafuta yajayo. Kwa hiyo Mungu alimpaka mafuta Esau, pamoja na kwamba alinyanyasika, alikosa amani nyumbani kwa baba na mama yake mzazi, lakini ndugu yake alipokuja alimpokea tena kwa furaha na huzuni na kilio na kumuuliza. Maana Yakobo alipotoka huko alikuja tayari ameshajipanga kwamba hii itamdanganya ashe kakaangu zawadi ili nini kupoza moyo. Lakini Esau akamkuta yeye, akamwambia hapana, hiki ni nini? Tena alimuuliza, hii ni nini? Akamwambia hapana, nimekuletea zawadi ili kama vile upatanisho. Lakini yeye Esau akasema hapana, mimi wewe ni ndugu yangu na ninakupokea, karibu nyumbani. Tena alimlazimisha fanya nini? Aondoke naye. Lakini Yakobo kwa sababu alikuwa tayari ameshatengeneza mipango yake, mumake ng'ombe wengine alificha huko na wake zake wengine akatenga kaona ili ile aibu asione, basi akamwambia wewe nenda, nitarudi nitakuja taratibu. Akaweka kigezo kwamba ng'ombe wake wana ndama wadogo. Kwa hiyo sisi kama Wakristo wa leo tujifunze hapa, tujikite kwamba unyenyekevu na utii ndio silaha ya maisha yetu. Tusiwe na vilipizi kama alivyosema mwalimu. Tusiwe na visababu, tusiwe watu wa kunyongea kila mara. Bwana watie nguvu washiriki wenzangu kwa hili. Amen. Asante sana anti kwa mchango mzuri, na tunashukuru sana katika hilo. Na zaidi sana kuna sura hapa ya 33 iko mbele, ambapo tunaona jambo lingine ambapo Yakobo na Esau wanakutana hapa mbele. Soma kwanza hapa mwanzo, anasema Yakobo akainua macho yake akaona, tazama Esau anakuja na watu 400 pamoja naye. Akamwagawia Lea na Raheli na vijakazi wawili na wana wao. Akaweka hao vijakazi na wana wao mbele, na Lea na wanawe nyuma yao, na Raheli Yusufu wa mwisho. Akapita mwenyewe mbele yao, akainama mpaka nchi mara 7. Naona ni Yakobo huyo anamuinamia nani? Esau. Anamuinamia mara 7. Anamuinamia huko kaka yake ambaye huyu tumeona kule alikuwa hajapata huo mbaraka. Anasema na bado anasema akaja mbio kumlaki, akamkumbatia, akamwekea shingoni, akambusu, akalia. Wakaanza kuja na watoto wake, wanamuinamia nani tena? Esau. Kwa Esau tena anaanza kupokea heshima ya huyu aliyebarikiwa, anaipokea, wanamuinamia, watoto wake wanamuinamia. Na wale ndugu wanaopenda kupata watoto na waume za watu wale, mimi niwaambie tu kweli, si unaona alichokifanya Yakobo hapa? Wale wake zake akawaweka nyuma, lakini hao ambao walienda kupata watoto huko ovyo kawaweka mbele. Wanawake wakifa na wajakazi wao sio mbaya sana, yaani anaanza kuwapanga kutokana na vile anavyowasamini. Wakifa wajakazi sio mbaya, wakaja hapo wakawaua tena sio mbaya sana, wakaja wakamuua Lea na watoto zake sio mbaya sana. Lakini wakimgusa Raheli huko na Yusufu na watoto, anaanza kaweka nyuma kabisa. Kwa nini? Kwa sababu yanawathamini. Kwa tujichunge, siende kutafuta watoto na waume za watu. Atakukuta mabaya utawekwa mbele huko, ili hata mabaya yakikupata lazima hata atoke. Kwa jamani, tuliweka hilo kichwani. Lakini jambo lingine katika Mwanzo 33:8 hadi 11 kuna kitu tena cha kujifunza hapa. Akasema kundi hili lote ninalokutana nalo maana yake nini? Esau akasema ili kunipatia kibali machoni pa bwana wangu. Esau akasema ninayo tele ndugu yangu, hifadhi ulionayo yawe yako. Yakobo akasema sivyo, na kuomba kama nimekubarika machoni pako, tafadhali upokee zawadi yangu mkononi mwangu, iwapo nimeona uso wako kama kuona uso wa Mungu, ukapendezwa nami. Tafadhali pokea zawadi yangu iliyotolewa kwako, kwa sababu Mungu amenineemesha, kwa sababu ninayo hivi vyote. Akamsihi sana naye akapokea. Unaona? Kwa sababu yani bali sasa nifanyaje? Mtu ananilazimisha sasa basi nipokee. Lakini sio kwa alikuwa na njaa. Alikuwa navyo tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiki kinaturudisha kwenye kile tulichokuwa tumeanza nacho mwanzo, kwa kumbe ukijua, ukisimama na ukapambana
ukakataa kuwa ukajiregeza, sasa sijapata hiki fulani, nilikuwa natarajia nipate hiki, sasa hakijapatikana. Ulitarajia mvua inyesha, haijanyesha, sasa basi silimi tena. Unaendelea kufanya na kufanya. Sasa mwaka huu haijalima, mwaka kesho nimelima haijanyesha, mwaka kesho itanyesha, unalima tena. Kwa unapoendelea kukata tamaa na kufanya, mwisho unapata huo uwezo ambao aliokuwa umepata Esau wa kuivunja nira ya mdogo wake. Unatoka kwenye nira ya utumwa, unaanza kwenda kwenye nira ya kwenda kuwa huru. Na kuna kitu pia nimekaona hapa nilipokuwa na tafakari. Huyu Yakobo alijitetea kwa ujanja, lakini alisema hekima fulani hapa katika 33:12 na 13. Anasema kisha Esau akamwambia, twende zetu tusafiri, nami nitakutangulia. Akamjibu, bwana wangu, najua ya kuwa watoto anajua ya kuwa watoto ni wachanga, tena kondoo na ng'ombe nilionao wananyonyesha. Hao wanyama wakiharakishwa siku moja watakufa wote. Kwa kuna hekima fulani nikatumia hapa. Kumbe ukiwa unaenda mwendo, una watoto wadogo, lakini pia una wamama wanaonyonyesha, au na watoto wachanga, usiende na mwendo ule uliokuwa unawapeleka watu sawa sawa. Nenda na mwendo kidogo, unapenda mwendo wa polepole. Unaisha asiwe sana. Kwa huko kwenye familia, jamani, Mungu atusaidie. Ukiona ukawa na hiyo kitu, jitahidi. Ukipeleka mbio unaweza kadhani unatengeneza, unaharakisha wafike, lakini ukaua wote. Mtoto mdogo ukimharakisha sana, hautamsaidia, sababu mtoto anataka kujifunza kwa upendo. Wewe unamharakisha, unataka leo, umemwambia leo kesho awe amekuwa kesho hiki. Utaharibu sasa. Mtoto ataanza kukuogopa na hatajifunza chochote kutoka kwako. Lakini ukianza kwenda naye polepole kwa upendo, amefanya hivi, alikuwa hapa, ameenda hapo, nampongeza, na hivyo mama naye wamama sinao wamechanganywa huko. Nasema pia na wanyama wananyonyesha huko, na wamama amewachanganya huko. Kwa kumbe yeye angeweza kwenda ule mwendo wa sawa sawa na Esau, lakini huko kuna namna natakiwa sasa uweke kidogo adjustment kidogo, punguze ili uende vizuri na watu wote. Jamani, ndio watu tunaendelea kwenda. Kama kuna nyongeza nyingine tunabaki, au kuna nyongeza au kuna swali, unaweza ukawa wave nikaona kama kuna mtu na nyongeza au swali. Karibu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu mwinjilisti. Amen. Mimi nitaongeza kitu kimoja kwenye sura iliyopita ya 32. Amen. Mstari wa 24. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Nataka niongeze kitu kimoja hapa, upako wa kukaa peke yako. Upako wa kukaa peke yako. Wakati Musa anakutana na Mungu kwenye kile kijiti paka kinawaka moto, alikuwa yuko peke yake. Wakati Musa anaenda mlimani kukutana na Mungu, alikuwa yuko peke yake. Wakati Yakobo anaona maono, malaika wa Bwana wanapanda na kushuka, alikuwa yuko peke yake. Wakati Daudi anapewa habari ya kutawazwa kuwa mfalme, alikuwa yuko peke yake. Wakati Elia analishwa na kunguru, amekaa kwenye mwaloni ule mti, alikuwa yuko peke yake. Wakati Yesu anaenda kuomba mlimani, aliwaacha wanafunzi wake akaenda kukaa peke yake. Ni vema kuomba pamoja na watu, ila ni nzuri zaidi ukawa na maombi yako binafsi. Upako wa kukaa peke yako, mmoja, unakufanya uweze kukutana na Mungu titi for tati. 2, unakufanya uweze kupata majibu yako papo kwa papo. Mungu awabariki. Amen. Amen. Tusaidie Bwana ufafanuzi wa titi for tati. Upako wa kukaa peke yako, nimesema moja, faida yake unakufanya uweze kukutana na Mungu ana kwa ana. Asante. Uso kwa uso. Kama jinsi ambavyo Yakobo alipokutana na Mungu, na yule malaika akasema, kwa sababu umeshindana na Mungu na wewe umeshinda, hakika utabadilishwa jina, utaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli, maana alikutana na Mungu uso kwa uso. Amen. Barikiwe sana mwinjilisti, na tunashukuru kwa mchango mzuri kuhusu jambo hilo. Na kwa sababu ya muda wetu umekwenda sana haraka, nilitamani kukuambia kidogo kitu fulani nilikiona kwenye sura ya 34, kwa sababu tuende hapa mpaka 34.
kuna jambo ambalo ni la muhimu sana. Ngoja nikwambie tu kwa haraka haraka. Mwanzo pia katibu alichukua dakika zetu 2-3 wakati tunaanza kipindi. Mwanzo 34 unaona kabisa Simeoni na Lawi, dada yao alibakwa au alifanyiwa mambo ya ukatili na jamaa mmoja wa nchi anaitwa Shekemu. Hawa watu au vijana wawili walipata hasira sana. Unajua wale watu wakasema kwa nini dada yetu anafanyiwa jambo hili? Wakainua hasira sana, lakini akaja yule Shekemu akaja kwa baba yao. Waliongea vizuri na baba yao kwa sasa huyu yani tuko tayari kufanya lolote ili tusafishe lililotokea. Baba yao wamekubaliana nao, huku wao wanajifanya wana uchungu na mtoto wa baba yake. Yaani vinani anakuwa na uchungu zaidi kati ya baba wa mtoto na kaka wa mtoto, yani kaka wa huyo mtoto. Nani ana uchungu zaidi? Baba yake, si ndio? Ndio maana baba yake amepokea kitu, anamwambia sasa jamani tutakuwa tuko tayari tujadiliane, tuyaweke sawa. Hawa wakamzunguka, wakaenda kwa yule ambaye angekuwa shemeji yao, wakaenda kumwambia bwana mkatailiwe na nini. Alafu waliotailiwa wakaenda wakawaua wote. Walipowaua wote baba yao hakusema kitu, lakini kile kitu kilimuumiza sana moyo wake. Anasema kumbe hawa watoto si unaona ile kuna muda kuna vitu unaona mzee ameseka bwana. Sisi tutafanya nini na nini, tutafanya tu hivi, tutafanya hivi. Kwa wao wakapata hasira, wana uchungu zaidi na dada yao kuliko baba yao. Wakaenda wakawaua wale watu wote. Lakini yule baba yao kilimuumiza moyo. Ukisoma Mwanzo wa 49 aliwapa shughuli yao. Alipokuwa anawabariki wengine, anawabariki akasema nyinyi hasira yenu ni kali na haina rehema. Anasema nafsi yangu isikae pamoja na Simeoni na Lawi. Kwa nini? Kwa sababu katika hasira yao walimwaga damu, waliua, walienda kulipa kisasi. Tumesema best revenge sometimes is no revenge. Kulipa kisasi mla mwingine hata ukiacha tu yakapita ukapuuzia yakaondoka, basi unakuta ni kisasi kizuri kuliko kwenda kumwaga damu kufanya nini na nini, unakuta unaharibu. Na matukio unayoyafanya leo, kuna mambo yani kuna tabia unazijenga leo. Naona tuko kawaida, lakini zinakuja kukuhukumu baada ya miaka 20. Zinakuja kukuhukumu baada ya miaka 30 huko mbele. Kwa jenga vitu ambavyo unajua utapenda kuvuna. Panda mbegu ambazo unajua hata ikija miaka 30, 50 mbele utakwenda kuvuna. Unajua kuna watu tukiachana na mimi hapa wakasema muongelee Jafet Katano na mfahamu vipi, tuseme ni mtumishi wa Mungu. Lakini kumbe miaka mingine hapo katikati labda ilitokea mtu alianguka akafanya mambo mabaya, anafanya mambo mabaya. Lakini wewe unasema kutokana na kile cha mwisho ulichomwacha unakutana nacho. Unajua kuna watu ambao leo tulisomana nao shule, lakini ukikuuliza habari zao unasema alikuwa ni mkorofi sana. Fulani alikuwa ni mkorofi sana. Kumbe alishabadilika, alishakuwa mtu mzuri, amekuwa nini? Lakini wewe mpaka leo unakumbuka nini? Alikuwa ni mkorofi, alikuwa ni nini. Kwa nini? Kwa historia na mambo unayofanya inaweza kukuhukumu, lakini pia kwa historia yako unaweza ukaja ukafanyaje? Ukabarikiwa kwa yale ambayo ulikuwa umeyafanya huko. Unaona kina Yuda wanakuja kupata vitu vizuri kwa baba yao kutokana na mambo waliokuwa wanayafanya. Rubeni naye ukiona anakuja kwenye Mwanzo wa 49 pale, anasema Rubeni wewe utapata baraka. You are unstable as water. Anasema hauko imara kwa nini? Kwa sababu ulikipandia kitanda cha baba yako. Alikuwa amwambia kwa wewe nimekuwa napanda kitanda changu. Sasa nikipandia alikuwa anachukua tu watu wake tudogo kwa baba yake, anaenda naye analala nato. Baba yake anamuona lakini ananyamaza. Akasema tutakutana ndio siku ya baraka. Akapigwa na kitu kizito kule. Kwa hiyo jamani, tujitahidi kutengeneza maisha yetu. Tuishi katika usawa, tutende yaliyo mema na tuende katika msingi wa Bwana. Na kwa kusema hivyo, tutakuwa shule yetu ya Jumapili imeishia hapo na tumshukuru Bwana. Bwana Yesu tunakushukuru, asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa sababu umetufundisha. Asante kwa sababu Bwana umenena nasi kupitia neno lako, tumejifunza na kutafakari. Bwana asante kwa sababu wewe ndiye kiongozi wetu. Tumeona yale yatupasayo kuyatenda na kuyafanya. Ninaomba Bwana yale yote ambayo tumeyatafakari, tumeona kuwa tukikutana na wewe Bwana maisha yetu yanabadilika, jina yetu yanabadilika, tunapokea baraka. Haya yote Bwana yakawe sehemu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Roho zetu na nafsi zetu zikabadilishwe na tukaende katika msingi wa neno lako na kweli yako, na tukaitende yale yote ambayo Bwana unatufundisha, tukawe equal yoked na wewe, tukawe katika nira moja na wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Basi tumshangilie Bwana Yesu. Amen. Bwana awabariki sana. Amen.